Kutoka pembezoni mwa mlima Vumari. Kutoka pembezoni mwa mlima Vumari, upepo mwanana unaobeba sauti za watoto wakijifunza, tabasamu la walimu wanaotekeleza wito wao kwa weledi na mazingira tulivu yanayohamasisha maarifa, ndipo unakutana na shule ya Henry Winkeli Molen. Shule hii haisimami tu kama mkusanyiko wa majengo ya madarasa, bali kama alama ya historia, ushuhuda wa maono yaliyotimia na urithi wa elimu unaoendelea kuandika maisha ya mamia watoto ndani na nje ya Jimbo Katoliki Same. Kila taasisi kubwa duniani ina simulizi zake. Zipo zilizoanzishwa kwa nguvu za fedha, zipo zilizojengwa juu ya urithi wa vizazi, lakini zipo pia ambazo zilianza kwa ndoto ndogo iliyobebwa na watu waliokuwa na maono makubwa kuliko uwezo wao kwa wakati huo. Hii ni shule ya Henry Winkeli Molen. Historia ya shule hii haiwezi kusimuliwa bila kumtaja Mhashamu Rogati Kimario, askofu wa Jimbo Katoliki Same, ambaye ndoto yake haikuwa kujenga shule pekee, bali kuifufua historia ya jimbo kupitia elimu. Nilipenda nifufue historia kwamba tumetoka wapi. Sasa nilipoteuliwa hapa, nilitamani sana ni enzi kazi walizofanya watangulizi wangu. Mwanzoni kabisa nikaanza na kujenga shule kwa jina la Askofu Mkuu Josephat Lebulu kule maeneo ya Makanya. Alafu nikajenga shule nyingine ambayo inaitwa St. Jacobus kumwenzi mtangulizi wangu moja kwa moja ambaye ni Askofu Jacobo Koda. Alafu baadaye nikasema kweli hawa ndio walikuwa maaskofu watangulizi, lakini yupo aliyeandaa hili jimbo mpaka likawa jimbo. Huyo alikuwa anajulikana kwa jina la Henry Winkeli Molen, mwanashirika wa shirika langu la Roho Mtakatifu miaka ya 1963 hadi 77 wakati hili limekuwa jimbo. Basi huyo alikuwa, mimi kwa mtazamo wangu nikawa alikuwa amesahaulika kidogo kwa sababu hakuwa askofu, alikuwa padre tu. Basi tukatafuta kujenga hapa mahali hapa katika hali ya kawaida sana, hali ndogo sana, kidogo tukajenga shule madarasa mawili tu ambayo sisi tulinuia tuanze hivyo hivyo na tukaanza hivyo hivyo. Na hivyo ndivyo shule yetu ilivyoanza mwaka 2016, na kati ya mameneja ambao waliteuliwa na baba askofu, meneja wa kwanza alikuwa Father Ewald Kilasara, na akifuatiwa na Father Peter Mvungi, na baadaye Father James Jiko, lakini na Sister Shukrani, ambao wote hao walishika kwa muda kidogo ambao sio mrefu, lakini kuanzia mwaka 2016 ambapo shule yetu ilianza rasmi mpaka mwaka 2017. Pale mwishoni alikuwepo Father Deo Mngumi ambaye alishika mpaka mwaka 2018 mwezi ule wa 6, na mimi nikawa nimeingia kwa mara ya kwanza hapa kama meneja kuanzia mwaka 2018 ile ya mwezi wa 7, na nikadumu hapa kwa miaka 4 na miezi 3 mpaka mwaka 2022 mwezi wa 9. Na pale aliingia pia Father Aaron Mbaga ambaye alidumu kwa muda mfupi, na yeye kipindi hicho wakati kuwa meneja alikuwepo pia father wetu mwingine anaitwa Father Augustine Kesi akiwa kama mwalimu mkuu. Na ilipofika mwaka 2000 mwaka ule wa 2022 mwishoni pale ndio akaingia Father Juvenal Amede ambaye amekuwa hapa kwa miaka 3 na miezi kadhaa, na ndio nimempokea tena mwaka huu wa 2026 pale mwezi huu wa 3 wa pili wa 3. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa jitihada kubwa ambazo wamezifanya mameneja walioanza na wale ambao tunaendelea. Tunashukuru pia wafanyakazi wetu wengine, hasa
wale ambao kweli sio walimu, lakini ni kama bibi yetu, tunamwita Bibi Mary Oyeza, ambaye amekuwa ni kama matroni, anawalea watoto kwa miaka yote hii 10. Lakini pia amekuwepo Msifuni ambaye ni mpishi, lakini amefanya kazi nyingi za ukondakta, kazi mbalimbali kwa miaka yote 10. Mwaka huu shule hii inapoadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, ni dhahiri kwamba mwongo mmoja unaweza kuonekana mfupi katika historia ya elimu. Lakini kwa shule hii iliyoanza kama mbegu ndogo na leo kuwa moja ya taasisi zinazotambulika kwa ubora wa taaluma, maadili na malezi, miaka hiyo ni ushahidi kwamba maono yanayoambatana na imani, kazi na uvumilivu huzaa matunda yanayodumu kwa vizazi. Miaka 10 iliyopita hapa palikuwa na mwanzo mdogo uliojaa ndoto kubwa. Kulikuwa na madarasa machache tu, watoto wakiwa wadogo sana kiasi kwamba hata kufanya usafi wa mazingira ilikuwa ni changamoto. Walimu wanakumbuka kwa tabasamu jinsi walivyoshika nafasi ya wazazi na walezi, wakifanya hata usafi wa madarasa na mazingira kwa mikono yao wenyewe, huku wakiwafundisha watoto hatua kwa hatua kujitegemea. Kiukweli tulikuwa na madarasa yasiyozidi 5, na pengine wakati mwingine sisi kama walimu ilitubidi tufanye usafi sisi kama sisi. Tulifanya hivyo, tulitengeneza mazingira wenyewe kwa sababu watoto wetu walikuwa wadogo sana, kwa hawasingeweza kufanya yote hayo. Kwa hiyo ndio maana mwanzoni nilisema kwamba haikuanza kama hendi tu ikawa kubwa kama hendi. Kuna mahali watu walipita. Katika miaka hii 10 nakumbuka vitu vingi kwa sababu mimi nimekuwepo toka shule hii ikiwa na mwaka mmoja toka imeanzishwa. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo tumeanza navyo kama shule ilikuwa ni bado changa. Kwa hiyo kwenye upande wa majengo nakumbuka sehemu ambayo ilikuwa ni stafu, tulianzia stafu hiyo hapo ndogo, baadaye tukaingia stafu nyingine ambayo ni ile sasa hivi ambayo ni kubwa. Lakini bado pia watoto, namba ya idadi ya watoto ilikuwa kidogo ni ndogo kwa sababu shule bado ilikuwa ni changa. Lakini kwa sasa hivi tunashukuru Mungu kwamba shule imekuwa na watoto wengi zaidi, lakini pia miundombinu imeimarika zaidi. Kwa hiyo kuna improvement ya vitu vingi ambayo imetengenezwa ndani ya miaka 10 hii. Matunda ya juhudi hizo yanaonekana wazi. Leo Henry Winkle Molen imejijengea heshima kubwa kwa kufanya vizuri katika taaluma, ikiongoza katika matokeo ya mitihani ya wilaya ya Same na kuwa miongoni mwa shule zinazofanya vizuri katika mkoa wa Kilimanjaro. Walimu wanasema moja ya mafanikio wanayojivunia zaidi ni kuona kiwango cha ufaulu kikipanda kutoka katika matokeo ya daraja C na B, na leo wanafunzi wengi wanaibuka na daraja A katika mitihani mbalimbali. Kwa miaka miwili iliyopita, yani nikirejelea 2024, shule ilishika nafasi ya 2 kiwilaya, ambapo kwa darasa la 7 tulikuwa na wanafunzi 51, na kati ya hao wanafunzi 33 walipata daraja la A na wanafunzi 16 walipata daraja la B na wanafunzi 2 walipata daraja la C. Tukaja na mikakati ilikuwa kwamba ni kuondoa daraja C na kupunguza pengine daraja B au kuliondoa kabisa. Sasa mikakati ambayo tulikuja nayo kwa kipindi hicho kwamba ni ufanyaji wa mitihani mingi, lakini pia kutengeneza mahusiano na mashule mengine kama Johannes Schneider, St. Melda, Msafiri na mashule mengine makubwa, na tulifanikiwa kwa 100%. 2025 tulikuwa na wanafunzi 46. Katika wanafunzi hao 42 tulipata wastani wa A, wanafunzi 4 walipata wastani wa B. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunamshukuru Mungu, lakini pia tunashukuru sana uongozi kwa sababu umekuwa nasi kwa pamoja. Kama ambavyo kirejelea baadhi ya wataalamu mbalimbali, Frederick Taylor katika scientific theory anasema kwamba human being by nature is lazy. Kwa hiyo anakuwa anahitaji motivation, lakini kusimamiwa kwa karibu zaidi, na ndipo ambavyo uongozi wetu unafanya hivyo, unakuwa nasi kwa karibu, basi tunatengeneza kwa pamoja. And this is a democratic place, kwamba tunaitana,
tunaangalia, tunachambua, tufanye nini, tunashauriana, basi matokeo yanakuwa mazuri. Tangu tumeanza, kwa mfano nimeona tu leo nimekutana na walimu hapa na nimekumbuka wawili ambao walikuwa tangu mwanzo kabisa. Kwa hiyo wamekuwa hawa ndio kama historia ya shule hii, historia ya walimu kwa ajili ya walimu wengine. Hawa ndio ile spirit, ile roho ya kwanza kabisa, ile ndoto ya kwanza kabisa, wao ndio wanaipeleka mbele. Kwa hivyo mimi kwanza nawaheshimu sana hawa walimu waliokaa nasi wakapeleka ile ndoto yetu mbele, lakini hata walio join baadaye tumekuwa nao na wana very motivated kwa kweli, wana moyo sana wa kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa vizuri. Tumeimprove katika swala la taaluma, lakini pia na mazingira ni mazuri sana kwa ajili ya ujifunzaji. Kwa ukubwa wa shule yetu ni kubwa, mazingira ni tulivu kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo hicho ndicho kikubwa ambacho kinatofautisha shule yetu na shule nyingine. Pia na swala la nidhamu, watoto wetu wana nidhamu ya hali ya juu na tunazingatia hilo. Katika jamii yetu ya Kitanzania, wazazi wengi wanatunza badala ya kulea. Ina maana gani? Kwenye kutunza, unaweza ukatoa vyote ambavyo mtoto anahitaji, lakini akakosa zile tunu msingi za malezi ya kiroho, kiakili, kiutu na kibinadamu. Lakini kwa kuwa mama kanisa anazingatia ukuaji wa mtu mzima, yaani malezi mfungamano, basi ndoto hiyo, msukumo huo bila shaka ndio ulimsukuma baba askofu kwa kujali hitaji la mtoto wa Kitanzania ambaye ataweza kuendeleza tunu za maadili na malezi ya Kitanzania miaka mingi zaidi na vizazi vingi zaidi. Basi akaanzisha shule hii ambayo mwaka huu inatimiza miaka 10 tangu kuanzishwa kwake. Na hata baada ya matokeo haya yote, safari bado ingali inaendelea. Meneja wa shule Padre Jonathan Mkwizu anasema dira ya shule sasa inaelekezwa zaidi katika kuendana na mabadiliko ya dunia ya kidigitali, akisisitiza kuwa shule inaendelea na mchakato wa kujenga darasa la kisasa la kompyuta, hatua itakayowapa wanafunzi mazingira bora ya kujifunza teknolojia na kuandaa kwa ulimwengu wa sasa na wa kesho. Mwaka wa 10 unapoanza, tunayo ndoto, na ndoto yetu kwa kweli ni kuipeleka shule yetu mbele zaidi. Shule inapotimiza mwaka wa 10 ni kama mtoto aliyezaliwa. Mtoto anapozaliwa tunategemea asibaki tu yuko hapo chini, aende juu. Na ndio maana tunayo kauli mbiu ambayo inatuongoza sasa hivi. Kwa Kiingereza tunasema ni Formation and Intellectual Advancement. Formation and Intellectual Advancement ni ndoto yetu, ambao kwa Kiswahili ni malezi na elimu endelevu. Lakini mtu anaweza kujiuliza kwamba ndoto hiyo sisi tunaifanyaje iwe halisi, tunaitimizaje? Sisi tumesema moja ya alama ambazo tunaziweka tunapotimiza mwaka wa 10 wa shule yetu ni kujenga darasa. Kwa kweli hili ni darasa linaloonekana hapa ambalo tunataka tuweke kompyuta. Liwe darasa la kompyuta ambapo wanafunzi wetu wanajifunza. Tuko kwenye ulimwengu wa digital unaitwa ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Kwa hiyo tungependa kwamba mtoto wetu anayetoka Hendwinkel Molen au ni mtoto anayejua kile kinachoendelea duniani, lakini pia mambo haya yana maadili yake. Lazima tumfundishe namna bora ya kutumia kompyuta, namna bora ya kutumia mtandao. Na ndio maana jengo hili tunaendelea kulifanyia kazi, na hata ukiangalia unaona mafundi bado wanaendelea. Kazi inaendelea na tunatamani mpaka basi mwaka huu wa 10 unakamilika, unaisha, na tunaanza mwaka wa 11, basi liwe darasa zuri lenye kompyuta, lenye kila kitu, lenye mwalimu mzuri wa kompyuta, na watoto wetu wanaweza kupata masomo hayo vizuri. Hakika, kutoka pembezoni mwa mlima Vumari, nuru ya elimu imeendelea kung'aa. Mazingira mazuri, walimu wenye weledi na taaluma bora vinaunda utambulisho wa shule hii. Miaka 10 ya shule ya Henry Winkeli Molen imekuwa baraka si kwa jimbo Katoliki Same pekee, bali kwa kanisa, jamii na taifa kwa ujumla. Ni ushahidi kwamba historia inapoheshimiwa, elimu inapopewa nafasi na Mungu anapotangulizwa, mbegu ndogo inaweza kukua na kuwa mti mkubwa unaotoa kivuli,
maarifa na matumaini kwa vizazi vingi vijavyo. Henry Winkel Mole, twasonga mbele kwa maarifa, maadili na upendo. Mungu aendelee kuibariki shule yetu daima daima milele.